Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa anameja miti kaibua milioni 85 ndani, kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaja nazo nyumbani, anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo, ikanunua serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu yuko kwenye wilaya? Ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako ma-DC ni wenye viti na madasi ni makatibu. Wanajua kwamba kuna mtu anaitwa afisa biashara wa wilaya, wanapaswa kukutana naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipo wanazipitia. Au wote tunabaki tunashangana. Hivi hao watu wanaopita huko kwenye eneo nani wanga anawapa? Kwa tukasema tusijiulize maswali mengi, tuitane hapa. Tuzungumze kwamba maeneo haya wao wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, wao wanakuja kujisajili. Papo mahala pa uhamiaji, papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua, NSSF anajua kwamba mtu au na yeye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu na afisa utumishi, lakini kidamba yeye mwenyewe hana NSSF, anawasimamia hawana NSSF, anaambia tunakulipa 300,000, wewe sema tunakulipa 100,000. Wamepeana mkataba ndani wa miaka 2, sema wewe ni kibarua kila mwezi. Baada ya miezi 4 wakimfukuza anakuja tena kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Nimefukuzwa, wamenionea, sijaipa stahili zake. Nani anayewaambia wafanyakazi kwamba kuna vitu vya wao kujua wanafanya kazi na mtu wa nje? Kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga, kwa sababu ya ujinga wa watu wetu wanadanganya na wawekezaji. Anakuja hapa anajua mkataba wako mwaka mmoja. Ila wakija hapa wale watu wa NSSF sema mimi ni kibarua nalipa kila wiki shilingi 10,000. Ghafla wamefunga kiwanda, hajalipa stahili zake, ndio anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndio anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wajinga. Basi kuna wajinga watatu huko kwenye uwekezaji wa. Kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu. Mwekezaji anakuja hapa, anaweka kiwanda, anaajiri mzao, afisa utumishi. Afisa utumishi anakuwa, ukienda kule unatoa kibarua kwa labda 20-30. Ukila kwambia hapa ni kibarua, wanalipwa ni weekly basis. Na kwenda kutembelea pale miezi 4 wapo, miezi 6 wapo, miezi 8 wapo. Utakuja kujua si vibarua baada ya yule mwekezaji kufanya kitu. Na kuna mara pengine hata afisa utumishi mwenyewe kufanya vitu. Anakuja hapa analia na watu, wewe mwenyewe sema ni kibarua. Sasa mambo ya kwamba amekaa kwa mwaka mmoja ametokea wapi? Inalaumiwa serikali. Kwa hiyo mjinga mmoja. Tuna mjinga wa pili ambaye ananunua ardhi kwa niaba ya wawekezaji wa nje. Ukiwatafuta wale wawekezaji hawaji, anakuja mswahili mwenzako anasema mimi ndo mwekezaji. Kwa mwezi wewe ndo mwajiri wawekezaji wa nje, anajichanganya. Utakuja kujua kwamba yeye sio mwekezaji, wanakumdhulumu. Ndio unaona kwenye mikutano wao wanaanza kulalamika. Mjinga wa pili ndio tuko naye. Tuna mjinga wa tatu ambaye ni dalali wa mwekezaji. Lenyewe lipo tu kama zuzu. Ndio inamwambia mwekezaji kesho NSSF atakuja. Ndio unanipigia unaniambia bwana kesho tunataka hapo aje afisa biashara wetu, ninamwambia kesho anakuja mtu wa biashara. Anaondoka, unalikuta hiyo pesa inajibu kwa niaba ya mwekezaji. Utajua kwamba ni zuzu litakapodhulumiwa hela sasa. Inakuja hapa kwenye ofisi, unaenda kwa DC, hali ienda pale, hawajanisikiliza. Pengine watu wataisiwa kutusaidia. Kwani wawekezaji wanaowakaribisha huku ni wawekezaji gani kwenye mambo ya miti? Ni end to end au ni kumenya tu zile venia? Unakutana maroli kama yabeba zile venia anapeleka Iringa na process kidogo anapeleka Dar es Salaam, ili tuwe kwenye uelewa wa pamoja. Lakini watu wa ardhi watusaidie. Kuna mara mheshimiwa DC katika halmashauri zako kwenye kuuliza inaonekana kwamba ni siri pia. Mtu wa ardhi pia anafanya ni siri. Kwa hiyo pia kuna watu kule kwa halmashauri wanashangaa tu mtu ameenda
ameenda pale ameweka kakiwanda kake, anamenya mabomu. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia, lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania tunaangalia kwenye engo nne, kwenye hayo mapana, ili mwisho wa siku tuishauri wizara, maana pale Mtwapa kushoto hapo unapotoka hapo kuya anapokusanyia nguzo, kulikuwa na banda pale tunalenywa baada ya miezi 4 limefungwa. Tujue ni wawekezaji tofauti au ni mtu mmoja amekuja amefunga kama ile maboksi ya Kamali, mtu mmoja akana maboksi kila kijiji. Then future ikoje ya uwekezaji wa miti? At least na mimi mwenyewe kama sisi viongozi kama mkoa tupate pia hisia za idara yenyewe ya misitu. In the future promising. Basi kama mazuri tu tunashangilia tu kwamba kuna hapo wanatusaidia. In the future promising. Baki naweza kuona mabanda mengi yanafunga. Mimi sisi unaona tu watu wamevuna hapa miti wamefunga mabanda. Sasa imekuwa ni barabara ya rodeo, sasa watu wamepangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani mwenye ule mkataba? Ni TIC, ni halmashauri, ni kijiji, ni aliyekodishiwa. Lakini pia tunaweza kuwa na Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya mwekezaji wa nje. Sasa tusije pia tunaona watu wajinga kina Mangungu wa Msoveti kile. Baada ya kupata mtu mjinga anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje kwa sababu anapata shilingi 10, anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumbe angekuja kwenye serikali kabla hii, nadhani kwamba mwambie afanye hivi ili wewe na tija zaidi kesho, kwa sababu mtu baada ya miezi 3 ataondoka hapo, utabaki mweupe. Sasa tukasema ili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi. Nachosema na unasema sio jambo la siri. Tuna interest sisi kama serikali ya mkoa, kila uwekezaji wa viwanda tunavyoona kwa barabarani kwamba tuna meja venye na nini, ni kweli natija kwa wakulima, ni kweli tunahitaji uwekezaji. Nani mmiliki? Sasa mfano mzuri hapo, mnaita watu. Sisi hapa ndio viongozi wa mkoa, mnaita watu wakwambia wameondoka. Hawa watu wakipata matatizo huko wataenda watu wakipata huko matatizo, watakuja hapa. Italaumiwa serikali ya kijiji, italaumiwa serikali ya wilaya, atalaumiwa polisi. Sisi tunawaita hapa kikao nakwambia hawa wanapata dharura, wameondoka. Wana serikali nyingine ambao wanaenda kuisikiliza. Ni wawekezaji au ni madalali wa wawekezaji? Hii tujue aliyoko hapa ni dalali au kweli ni mwekezaji. Hii tujue. Kwa sababu hao ni watu ambao kesho wakija hapa balozi wao wanaanza kuraise malalamiko kwamba hatusikilizwi. Tunafanyiwa hivi, tunafanyiwa vile. Anafahamu bali ya serikali. Kuna maeneo ambayo hata wao na serikali yao ya wilaya hawafahamiani. Hivi tutakuonana nao, nani anayeorganize kuona? Wana mwenyekiti wao kutoka jamii yao, ni afisa biashara wetu wa wilaya na coordinate anawajua. Mwenyekiti wa baraza la biashara la wilaya BDC anawajua hawa wawekezaji, shughuli wanazofanya. Afisa biashara wetu wa wilaya anawajua, anaweza akawa access kuambia kwamba John hapa tujue kwamba kuna kitu gani kinafanyika.